好，我叫阿德塔，我是tanzania人，我在Musabe中学学习。你好，我叫 Flavia，我的中文名字是美丽，我希望学习汉语。大家好，我叫安娜，我的中文名字是木伟，我是他们的汉语老师。Anaitwa Ana, ni mwalimu wa Kichina wa wanafunzi wa Musabe Girls Secondary School. Anaitwa Flavia, ni mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari ya wasichana Musabe. Na mimi naitwa Adeta Mwesiga, ni mwanafunzi wa kidato cha pili shule ya sekondari ya wasichana Musabe. 早上好，老师。你今天怎么样？我今天很好。 Amemuuliza habari za asubuhi, akajibu nende. Habari yangu ya asubuhi ni nzuri. Akamuuliza siku yako ikoje? Akamwambia siku yangu iko vizuri. Ni toda. 我15岁。 Amemuuliza una umri gani? Akamjibu kwamba ana miaka 15. 你的学校怎么样？我的学校很大，我的学校很漂亮，学习很bien。 Amemuuliza shule yako ipoje? Akamjibu kuwa shule yake ipo ni nzuri, ina mazingira bora kwa ajili ya kujisomea na kujifunzia. 为什么你要去中国？我要去中国，因为我学习工作，我可以学习新文化，我了解外面的世界，我可以旅游外面的地方，例如香港和Google. Amemuuliza kwa nini unataka kwenda China? Akamjibu ya kuwa nataka kwenda China ili niweze kujifunza hali na mienendo yao ya maisha na utamaduni wao. Anataka kutengeneza marafiki wapya, lakini pia anaweza akapata nafasi ya kusoma China, lakini pia anaweza akatembelea sehemu mbalimbali zilizopo China, kwa mfano Great Wall na the Imperial Palace ambazo zinapatikana nchini China. 你爱你的学校吗？ 我爱我的学校。 Amemuuliza, je, unaipenda shule yako? Akajibu ndio, ninaipenda shule yangu. 谢谢大家. Nimenfanyi Musabe Junction Shosho. Karibuni sana Musabe Schools. Jina langu Mwalimu Kanyoro, ni mwalimu wa taaluma mwandamizi wa shule za Musabe Mwanza. Tuna programu nyingi hapa shuleni kwetu na tumefikia wito wa balozi wa China. Nchi ya China imeingia na sisi makubaliano kwamba tunajifunza lugha ya Kichina kwa wanafunzi wetu cha kwanza mpaka cha 4. Tumeanza mwaka jana na sasa tunaingia hatua ya pili ya mwaka wa pili. Tumeona mabadiliko makubwa sana. Mwitikio ni mkubwa sana. Wanafunzi wanapenda Kichina, lakini pia wazazi wanapenda Kichina. Hata sisi pia walimu tunapenda Kichina, na zaidi nchi ya China imeona mwitikio huo. Kwa mwaka jana wanafunzi zaidi ya 200 wamefanya mtihani ya China na wanafaulu ile ya kimataifa. Pia mwaka huu zaidi ya 200 tena wamefanya mtihani kafaulu. Kwa hiyo ni kwamba nchi ya China imeona muhimu sana wa kupa nafasi shule yetu. Kwa sasa tunapata mwaliko, wanafunzi wetu watatembelea nchi ya China. Ni fursa hii kwa wanafunzi wetu kutembelea nchi ya China ili kujifunza mazingira ya China, kujifunza utamaduni wa China, hata kujifunza maendeleo ya China kwa ujumla. Hii ni fursa kwa wanafunzi wetu na tuwatia moyo wazazi kama Musabe ni shule bora sana, kwa sababu imehama sasa ngazi ya nchi, imeenda ngazi ya kimataifa. Lakini kwa sasa tunafanya na watu wa China, hata nchi ya Marekani. Mkononi mwako naiona passport. Hiyo ni kwa ajili ya safari au kuna kitu kingine ambacho kipo nyuma ya hiyo passport? Asante sana. Baada ya kuwa tumefanya vizuri kwenye Kichina, sasa nchi ya China imeona umuhimu sana wa kutupa mwaliko rasmi. Shule yetu imealikwa, wanafunzi wamealikwa kwenda China kujifunza. Inaitwa ziara ya masomo. Watakwenda na walimu wao kwa kujifunza, kutembelea mazingira ya China, kutembelea utalii wa China, zaidi kujionelea hali halisi ya China jinsi ilivyo kimaendeleo, kiteknolojia, hata kisayansi pia. Neno lako kwa Watanzania ambao wanakufuatilia? Watanzania na wapenda sana Watanzania wenzangu, lakini pia na wasii wazazi, walezi, hata marafiki. Karibu Musabe Schools, karibu kituo cha mafanikio. Lete mwanao hapa aweze kufikia ndoto zake za maisha ya kesho. Hii inabadilika sana kwa sasa. Lakini usiamini, Musabe tuna mbinu mpya za ufundishaji. Mbinu za kisasa ambazo zinakidhi haja ya elimu ya kizazi cha sasa.
kidijitali zaidi na sayansi zaidi, kwa sababu hawa vijana wa siku hizi sio kama zamani. Elimu inahitaji mabadiliko makubwa sana, hasa ufundishaji, mbinu bora, kuandaa walimu, kuandaa wanafunzi, hata mazingira wezeshi kwa ajili ya watoto kufanya vizuri. Lakini pia namshukuru mkurugenzi wetu Mr. Daniel Damian ambaye amewekeza kwa kweli miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kutoa elimu bora, majengo mazuri, vifaa vizuri vya ufundishaji. Kwa kweli tunahama kidijitali zaidi, na sasa hivi wanafanya ujenzi wa mashule ya kisasa ambayo yana mifumo ya kisasa ya ufundishaji na kukidhi haja za vijana katika dunia ya sasa ya karne 21.